Mapigano makali yameripotiwa kuzuka Jumamosi Februari 7 mwaka 2026 katika eneo la Mwenga, hasa kando ya barabara ya taifa namba 2 katika eneo la Kasika mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, mapigano hayo yaliwahusisha waasi wa AFC M23 ARC dhidi ya vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ushirikiano na wazalendo. Inadaiwa kuwa vikosi hivyo vinaongozwa na Jenerali Nyikiliba Matebura Daniel. Hali ya usalama bado inaelezwa kuwa tete katika baadhi ya maeneo, huku wakazi wakikabiliwa na hofu kutokana na mapigano hayo yanayoendelea. Vyanzo vya ndani vinaendelea kufuatilia hali halisi ya usalama na hatari zake kwa raia. Jumapili Februari 8 mwaka 2026, mapigano mengine yameripotiwa Kivu Kusini kati ya waasi wa Twirwaneho na vikosi vya wazalendo vinavyoungwa mkono na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano hayo yalitokea katika kijiji cha Alenge na maeneo pembezoni mwa Minembwe mkoani Kivu Kusini. Pande zote mbili zinaripotiwa kuhusika katika mashambulizi ya silaha nzito na nyepesi, hali iliyosababisha taharuki miongoni mwa wakazi. Huko Kivu Kaskazini, shambulio linalodaiwa kutekelezwa na waasi wa ADF NALU limeua angalau raia 15 wakiwemo wanawake wawili usiku wa kuamkia Jumamosi Februari 7 mwaka 2026 katika eneo la Mambimbi Izingo, kundi la Bampakombe, sekta ya Bampera, wilayani Lubero. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, watu kadhaa bado hawajulikane walioko kufuatia uvamizi huo wa silaha. Aidha, angalau nyumba 7 zimeripotiwa kuchoma moto, hali iliyozua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Kutokana na wimbi hilo jipya la mashambulizi, taarifa zinaonyesha kuwa mamia ya watu wameanza kukimbilia maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, hasa katika ukanda wa njia mpanda Mangurejipa. Serikali ya Afrika Kusini imetangaza mpango wa kuondoa kwa awamu wanajeshi wake waliokuwa wakihudumu katika ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO. Hatua hiyo inayotimisha takriban miongo mitatu ya ushiriki wake katika operesheni za kulinda amani. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, zaidi ya wanajeshi 700 wa Afrika Kusini waliokuwa wamepelekwa mchini DRC chini ya mwavuli wa Umoja wa Mataifa. Serikali ya Pretoria imeeleza kuwa uamuzi huo umetokana na haja ya kuimarisha na kupanga upya matumizi ya rasilimali chache za jeshi la ulinzi la taifa kufuatia changamoto za kibajeti na kiutendaji. Mpango wa kuondoa unatarajiwa kukamilika ifikapo mwishoni mwa mwaka wa 2026 na utafanyika kwa uratibu wa karibu wa Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, Rais Cyril Ramaphosa amesisitiza kuwa Afrika Kusini itaendelea kujitolea katika juhudi za kikanda na kimataifa za kuleta amani ya kudumu nchini DRC na katika ukanda wa Maziwa Makuu. Baada ya wito uliotolewa na uongozi wa CNPSC unaongozwa na Mzee William Amuri ya Kutumba wa kuandikisha wanajeshi wapya wa wazalendo wilayani Fizi, baadhi ya wadau wa kijamii wameanza kuleta maoni yao kuhusiana na umuhimu wa mpango huo. Akizungumza na Didas TV, kiongozi mmoja wa harakati za kiraia alisema, jambo mtangazaji, kwa majina naitwa Abeka Kozi cha Kubuta Jojongonda. Mimi ni mwenyekiti wa shirika la raia ambapo wanaita la wananchi Sosiko RDC. Kufatana na hali ya uongozi wa CNPSC wa Mzee Amuri ya Kutumba William kwa kupana nafasi ili watoto wa Kongomani na wale wa pekee ambapo wanaishi katika tarafa la Fizi kufanya mafunzo ya kijeshi, hiyo imetupatia na furaha kubwa sana, na lazima tumpongeze Mzee William ya Kutumba kwa maono, kwa orientation na determination yake juu ya defense ya patrie. Na ndipo tunaomba watu wote kwamba wamunge mkono Mzee William Amuri ya Kutumba na waunge wazalendo wote, kwa sababu
wengi waliingia katika kizalendo hawakuwa na mafunzo ya kijeshi. Na unajua wakati mtu anapata mafunzo ya kijeshi anakuwa anaongezewa ujuzi, anakuwa anapewa hata pia sheria za kuheshimu haki za binadamu. Wakiangalia vitendo vingi vilikuwa vikifanyika watu pasipo kujua, lakini nawaza mzee Amuri William Yakutumba alipata ile wazo, na ni wazo nzuri, na najua kwamba na eneo ilipatikana na ni Kikonde, na sasa hivi nimekuambia mimi mwenyewe nimejifikia Kikonde, nilifurahiwa na hali ambapo iko Kikonde, watu wanakula vizuri, wa vijana wako katika mafunzo na wako très discipline. Kwa hiyo tunaomba wazazi wengi wa Kongomani ambapo wanaishi katika tarafa la Fizi na wale ambapo hawaishi katika tarafa la Fizi ni lazima uangalie namna gani kumsapoti mzee William Amuri Yakutumba kwa kutuma watoto wao ili waende wafanye mafunzo ya kijeshi pale Kikonde. Mimi kama mwenyekiti wa shirika la raia Sosiko RDC, sisi kama ambacho tunaweza kusema kama ujumbe ni watu kujitokeza kwa wengi kwa kutetea nchi ya Kongo, kwa kumuunga mzee William Amuri Yakutumba kwa inisiative yake ya kupana mafunzo kwa watoto wote wa tarafa la Fizi bila kuangalia kabila, na watu waingie katika mafunzo hayo, kwa sababu ni hapo ukitaka kutetea nchi ni lazima kwanza upewe funzo, ni lazima kwanza wakuonyeshe nini ambacho unapaswa kukifanya mbele. Ni kwa hiyo kusema kwamba watu wajitokeze na waingie katika mafunzo hayo ya kijeshi, itakuwa inatusaidia, kwa sababu ukiangalia hata Ulaya wapi kunakuwa ile mafunzo ya kijeshi kabla hujaingia katika administration publique. Kwa hiyo ni hiyo mzee William Yakutumba naye pia ana ile maono, na lazima tumunge mkono na kusema kwamba watu waje kwa wingi na waingie kufanya mafunzo ya kijeshi kwa kusaidia nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo, ambapo imevamiwa na serikali ya pale Rwanda na watu wa Rwanda wenyewe. Asante. Bwana Johnson Kingi, mkazi wa Fizi anaishi Tabora. Bwana, unalipi la kusema kuhusiana na kuwepo kwa kituo cha mafunzo ya kijeshi kwa watu wanaotaka kujiunga na wazalendo kunako chama cha CNPSC chake William Amuri Yakutumba? Na kukaribisha tena Bwana Johnson Kingi ukiwa huko Tabora. Mtangazaji, kwa kutupatia kauli ya kuongelea kuhusu hilo swala la kufungua kutengeneza sehemu ya mafunzo ya kijeshi tarafani Fizi. Sisi tunashukuru kwa sababu tumeona mengi kupitia ndugu zetu ambao wanasaidia serikali ambao ni wazalendo. Kweli kweli bila mafunzo ni vigumu kupata mwelekeo halisi wa kazi. Kwa hiyo kama sehemu hiyo ya mafunzo itakuwa imefunuliwa kwa ajili ya kusaidia raia, itakuwa ni jambo nzuri, na ni jambo nzuri ambalo hatuwezi tukalikataa, hapana, kwa sababu litasaidia kupunguza wale wasio na hisia nzuri na wanashikilia mabunduki kutokufanya visa ambavyo tunavyoviona hapa na pale. Leo wamepiga huyu masasi, leo wamekunywa pombe wanafungua masasi. Yani masasi yamekuwa kama vile mchezo, na kifo cha watu kimekuwa kama vile hakina tena thamani. Kwa hiyo kutengeneza sehemu ya mafunzo ya kijeshi haijakuwa jambo mbaya zaidi sana tarafani Fizi, ambako vijana wengi wameshikilia bunduki kwa sababu hii wala ile, lakini iliyo sababu kubwa kama tunavyojua inahusishana na hali ya hewa na ukosefu wa usalama. Kila mtu anakimbilia kuingia kwenye kijeshi bila hata kupata mafunzo yoyote na kujiita mwanajeshi. Kwa hiyo itasaidia zaidi sana kuwapatia maelekezo, kuwafunza vizuri ili wawe watu wanajeshi kamili ambao watakuja kwa kutunza raia. Hilo swala litakuwa mbaya kabisa, lakini linaweza kuwa mbaya
kama linatoka kwenye malengo ambayo ni hiyo ya kutetea udongo, ya kuweza kuchunga raia na mali zake. Kuhusu ujumbe gani ambao sisi tunapeleka kwa sababu ya watu kujiunga, sisi ujumbe wetu ni mfupi. Yeyote ambaye anajisikia na hitaji kufanya kazi ya kiaskari ajitahidi sana kujiunga na hilo swala la mafunzo, ili apate mwelekeo kamili ambao utakaokusaidia ili awe mwanajeshi kamili. Kwa hiyo kijana, baba, mama, dada ambaye unajisikia kweli unaweza ukatumikia serikali yako kupitia kijeshi, jiunge pamoja na mjadala huo ili upate mafunzo kabla haujashikilia bunduki. Uwe kielelezo katika jamii na jamii kupatie fursa ya kukuamini. Na kitu kingine nilipashwa tena kuongeza, wanapashwa kuangalia intention ya gouvernement, iko na intention gani ya kuorozesha wajene wa Sud Kivu nao mwi kazi ya waskari. Intention yayo na bangalie kama intention iko mzuri. Intention ingine isikwe intention mubaya ya kupenda kuwatoa wote kule juu nani baenemi banzi papatie occasion ya kuanza kujinfiltre mu materitoire za kwetu, mizi territoire za mashariki mwa mji wetu. Ile intention nayo wanapaswa kuangalia intention gani ile serikali anapenda kuorozesha wa jene wote mu arme. Kama intention ni mubaya wanaacha, kama intention ni mzuri wanaingia na wasiingie wote, hawezi kuingia wote, wanapaswa bakia bajene wengine kwa ajili ya kuchunga mamigini za kwao. Je, kuhusu swala la kujiunga kwa vijana kupata mafunzo kutapunguza changamoto za usalama dhidi ya makundi yenye silaha? Raia mwingine alitoa maoni yake, na yeye anaitwa kwa jina la John Kilala kutoka huko Lubumbashi. Na kukaribisha tena John Kilala kuhusiana na swala hilo la mafunzo wa vijana ambao wanatarajia kujiunga na wanajeshi. Kutapunguza changamoto au changamoto zitaendelea? Okay, merci pour la question. Mimi nashukuru sana kwa question naniuliza. Problemu ya kwanza, kujorozesha, banapashwa kujorozesha mu arme yetu bajene, me abawezi kujorozesha wote wajene wote, na ile haitafanya se kwa ajili kujorozesha mujeshi ndio wanaweza kumaliza vita. Pana kile kinaweza kumaliza vita ni serikali. Serikali kama inaona vita, serikali ndio inapaswa kumaliza vita. Haina aseme wazalendo wala grupe zingine arme zinaweza kumaliza vita. Pana ni serikali ndio inapaswa kudefendre l'intégrité ya territoire, ya territoire na territoire national. Ile intégrité yote c'est le gouvernement ndio anapaswa kudefendre au travers kupitia jeshi zile jeshi iko formé. Yani kama jeshi haina formé, ile haita permettre mtu quelqu'un qui n'est pas instruit, mtu kama asijafundishiwa, asijue kitu, il peut faire n'importe quoi. Mais kama mtu anafundishiwa, anapita kwa mafunzo, anaweza atatumika kazi gisi nafaa. Na kuorozeshewa kwao katika jeshi, wanapaswa kujiorozesha, na haina seme kama wanajiorozesha wao ndio wataisha vita. Pana me mutakuwa avantage moja ili ta permettre kama wanajiorozesha, na wakati watajiorozesha mutatoka mwile makundi yao, mutatoka ba ofisier bengine, bale ba ofisier nabo batakuwa okau kama kunatokelea problem na abata ba affecte batakuwa affecte wa fazi zote Mkongo par exemple, mais abata enda bote. Tunaleta kwanza example, sinaona banani Banyamurenge gisi bo bana jorozesha sana mu armée nationale, ona gisi vile bana jinfiltre mu armée yetu ya Kongo.
Sasa unaona gisi ba general yabo gisi beko. C'est-à-dire kama na wajene nao wasili Kivu nao wanajiorozesha, bale bakusoma masomo utatokelea ba general, utatokelea ba capitaine, bale nabo bata kuko bengine batabakia mpaka kule, bengine bana bafekte mu mafazi zingine, me kubale banabakia banaweza kudefendre ukau sia esta na vapa mu materitoire zabo, kama beko na masilaji deja paul batakuwa na mamwaye yote na masila yote. Bon, c'est-à-dire il faut d'abord unaingia mu system. Kama unaingia mu system, ndio mtajua gisi vile system iko natembea, na ndio mtajua gisi mnaweza kufanya. Ukao kama mwe mko andero ya system, mko nje, gisi mwe mnaweza kuwaza inaweza kuwa vingine na mu system mwe unapita vingine. Me kama mko ndani ya system hili, mtajua vyote siri yote gisi vinapitikana na gisi mnaweza kufanya. Kile naweza kulomba zaidi sana wale wanapenda kujiorozesha waingie, yani watapata, haitakuwa hivi bataanza kulomba hii gouvernement tupatie masila bo batakuwa nazo zaidi. Jo gouvernement jo atabadote tous les moyens possibles batakuwa nayo. Na ukauka banasikia sasa bana atake territoire yetu wapi na wapi, vita inatokelea ya magumu sana. Je pense hata kama kuko ba generaux beko affecté mu niveau ya Kalemi ya wapi ni batoto ya Sud Kivu banaweza kujifunga na ile mavikundi vyabo, banaenda kudefendre, banageuka kama banaona system iko mubaya, banageuka kungambo ile banaona kuko mzuri. Si s'agit de défendre ma intérieur ma territoire zao, wanaweza kugeuka kutoka hata kufanya zote wamekwisha kubafekte, banaenda defendre kwao. Yani ile mwamoe batakuwa nayo, makapasite batakuwa nayo, compte tenu na vile batabadotile mwamoe batakuwa nayo. Bajiorozeshe me basijiorozeshe vote, hapana. Huko bengine mpaka banapasha kubakia kwa ajili ya kuchunga mamigini yao. Yani ile este iko vraiment iko infiltré na watu wabaya zaidi, beko na intention yabo ya kubeba ma territoire kugabula inchi. C'est-à-dire abawezi kujiorozesha vote, kuko wale watajiorozesha na wengine wanapasha kubakia wajene mumugini kama vile inapashwa. Asante sana, merci beaucoup pour la question.